Kuna jambo moja ambalo linaweza kukushangaza kidogo. Kuna watu duniani wanaamka saa 11 alfajiri. Wanafanya kazi mpaka jioni sana, wanachoka, wanajituma, wala hawana chembe yoyote ya uvivu. Lakini cha kushangaza ni hiki hapa. Miaka inapita, lakini maisha yao hayabadiliki sana. Wanaendelea kupambana kila siku, wanaendelea kufanya kazi kila siku, lakini bado wanaishi maisha ya kawaida sana. Wakati mwingine hata ya shida vibaya mno. Swali kubwa linakuja hapa. Inawezekanaje mtu anafanya kazi sana lakini bado anabaki maskini? Kwa sababu ukweli uko hivi. Kufanya kazi sana peke yake sio siri ya utajiri. Ndiyo maana leo kwenye video hii tutazungumzia kuhusu sababu kadhaa zinazofanya watu wengi wafanye kazi sana lakini bado wasitoke kwenye umaskini. Na kama utaelewa vizuri kile tutakachozungumza leo, unaweza kubadilisha kabisa namna unavyoangalia kazi, pesa pamoja na mafanikio. Sababu ya kwanza ni watu wengi huuza muda wao tu. Sababu ya kwanza ndiyo hiyo. Watu wengi duniani wanachofanya ni kuuza muda wao. Wanabadilisha muda wao kwa pesa. Kwa mfano, unafanya kazi masaa 8 kwa siku. Mwisho wa mwezi unalipwa mshahara. Tatizo kubwa la mfumo huu ni kwamba muda wa binadamu una kikomo. Huwezi kufanya kazi masaa 24 kila siku. Kwa hiyo kama mapato yako yanategemea muda wako pekee, basi mapato yako pia yana kikomo. Ndiyo maana utaona watu wengi wanafanya kazi sana, lakini mapato yao yanabaki yale yale kwa miaka mingi sana. Wakati watu wachache wanatafuta njia ambazo pesa inaweza kuingia hata wakati wa wafanyikazi moja kwa moja. Pili, hawabadili mfumo wa kufikiri kuhusu pesa. Sababu nyingine kubwa ni mindset kuhusu fedha. Watu wengi wamefundishwa maisha haya. Soma shule, pata kazi, fanya kazi maisha yako yote. Hii sio mbaya, lakini tatizo linakuja pale mtu anafikiri kazi ndiyo njia pekee ya kupata pesa. Watu wenye mafanikio makubwa mara nyingi hujiuliza swali tofauti kidogo. Ninawezaje kutengeneza mfumo ambao utaniletea pesa mara nyingi? Badala ya kuuliza nifanye kazi wapi, wanauliza ni kitu gani kinaweza kuniingizia kipato mara kwa mara. Tofauti ya swali hili tu inaweza kubadilisha kabisa maisha ya mtu. Tatu ni kwamba watu wengi hawajifunzi ujuzi wa thamani kubwa. Ukweli mwingine ni huu hapa. Sio kila kazi inalipa pesa nyingi. Baadhi ya kazi zinaweza kuwa ngumu sana lakini bado hazilipi sana. Kwa mfano, mtu anaweza kufanya kazi ngumu sana kimwili siku nzima, lakini kipato chake kikabaki kidogo. Lakini mtu mwingine akatumia ujuzi maalum kama vile teknolojia, biashara, ubunifu, uongozi na akapata kipato kikubwa sana. Hii inaonyesha kitu kimoja muhimu sana. Soko hulipa zaidi ujuzi ambao ni nadra na wenye thamani kubwa. Ndiyo maana kujifunza ujuzi mpya ni moja ya uwekezaji mkubwa zaidi kwa mtu anaweza kufanya kwenye maisha yake. 4, watu wengi hawajui kutumia vizuri pesa. Sababu nyingine ni namna pesa zinavyotumika. Kuna watu wanaweza kuwa wanapata kipato fulani kizuri, lakini bado wanabaki masikini. Kwa nini? Kwa sababu kila pesa inayoingia inatoka haraka zaidi. Hakuna akiba, hakuna uwekezaji na wala hakuna mipango ya muda mrefu. Matokeo yake ni kwamba miaka inapita lakini hakuna kitu kinachokuwa. Wakati watu wenye mafanikio mara nyingi wana tabia moja. Wanajenga vitu vinavyokuwa pole pole, hata kama ni kidogo kidogo. 5, watu wengi wanaishi maisha ya haraka sana. Tatizo lingine ni maisha ya haraka. Katika dunia ya leo, watu wengi wanataka matokeo ya haraka sana. Wanataka mafanikio ndani ya miezi michache, lakini ukweli ni huu hapa. Utajiri wa kweli mara nyingi hujengwa pole pole. Biashara nyingi kubwa duniani zilichukua miaka mingi sana kukua. Uwekezaji mwingi mkubwa hukua kwa muda mrefu, lakini watu wengi wanakata tamaa mapema sana. Sababu ya 6, wanachagua mazingira yasiyowasaidia kukua. Kuna msemo mmoja muhimu sana. Mazingira yana nguvu kuliko nia. Kama unaishi katikati ya watu ambao hawana malengo, hawapendi kujifunza na hawapendi kubadilika,
inaweza kuwa vigumu sana kubadilisha maisha yako. Lakini ukiwa karibu na watu ambao wanafikiria mbele, wanajifunza kila siku na wanapenda maendeleo, mara nyingi utaanza kuona dunia kwa namna tofauti kabisa. Kwa hiyo ukweli ni huu hapa. Kufanya kazi sana sio tatizo. Tatizo ni kufanya kazi sana bila mfumo sahihi wa maisha. Watu wengi wanafanya kazi sana, lakini watu wachache wana mfumo sahihi wa kufikiri, ujuzi wa thamani, nidhamu ya pesa na subira ya kujenga maisha pole pole. Ukichanganya vitu hivi, hata kazi ndogo inaweza kubadilisha maisha yako baada ya muda. Lakini kama ukiacha vitu hivi, hata kazi kubwa inaweza kukuacha pale pale. Lakini ningependa kukuuliza swali moja muhimu sana. Unadhani ni sababu gani kubwa zaidi inayofanya watu wengi wafanye kazi sana lakini wabaki masikini? Niambie kwenye comments, na kama unapenda maudhui kama haya yanayozungumzia akili, maisha, mafanikio na saikolojia ya binadamu, usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Kwa sababu hapa tunajifunza jinsi ya kufikiri vizuri ili kuishi maisha bora zaidi. Tutaonana kwenye video inayofuata, na asante.